iko bora sana kwenye utalii, especially wewe ukisafiri, unataka kutoka hapa, unataka kwenda Tanzania, unataka kupitia Arusha, labda una gari yako na unasema kwamba unataka kwenda kuangalia mandhari ambayo ni mzuri sana. Kwanza tunaanza na Mount Kilimanjaro. The tallest mountain in Africa ni Mount Kilimanjaro. Inapatikana wapi? Inapatikana Tanzania. Haya, turudi, tuko na Mount Meru. Kwa wale ambao wanapenda baridi na wanapenda kukua pale karibu, nyinyi mnataka staarabu, nyenye mko karibu na baridi, mnataka kupanda milima, ukiingia pale Mount Kilimanjaro, ukiingia pale Mount Meru is the best place you can go visit. Pale Arusha katikati ya mjini, pale ni kama tunasema ni Kenya ndogo pale. Pale ni dunda 24/7, watu wanakula sherehe asubuhi 24 hours mpaka jioni, na iko na security ya kutosha. Nyama choma kwa wingi. Arusha ndo the best place. Kama uko na girlfriend unataka kumfurahisha, mpeleke tu pale Arusha mjini. Utahakikisha kwamba kama unatupa lugha zitakuwa ziko sawa, girlfriend wako atatoka kama amenyooka. Na pia kama una girlfriend, enda bila girlfriend, utapata pale Arusha. Kama wanyama wanaweza kuvuka mipaka wakuje hapa kutoka Tanzania, wakuje hapa Masai Mara, watengeneze watoto warudi wazae huko Tanzania, mbona nyinyi wa Kenya msitoke hapa na nia mzuri, sio mania ya kuandamana? Muende pale Arusha, mfanye raha, muenjoy, mfurahie, mrudi mzae Kenya, kwa sababu tunajaribu kuweka uhusiano ya Afrika Mashariki. Haya, kurudi kwenye mbuga za wanyama ambazo ni mbuga bora zaidi Afrika Mashariki, tuko na Mikumi stand up. Pale penye Profesa Jay alikuwepo, inaitwa Mikumi National Park. Tuko pia na Ngorongo, tuko na Mkomezi, inaitwa Mkomazi National Park. Tunaenda all the way Serengeti, kuna National Park. Pale utapata wanyama ambao ni the big five. Tuko na tembo, tuko na simba, tuko na buffalo, tuko na leopard. Yani wale wanyama wote ambao ni wakubwa, ambao unawataka kuona kwa wingi, hakikisha umetembelea Mikumi National Park, umetembelea Serengeti, Ngoromoro, na pia umetembelea Mkomazi.